Hujambo na karibu, ningependa tuangalie maenezi au maendeleo ya Kiswahili. Kuna swali ambalo linasema, hili swali linasema, eleza mambo yaliyochangia maenezi ya Kiswahili kabla ya uhuru. Eleza mambo yaliyochangia maenezi ya Kiswahili kabla ya uhuru. Jambo la kwanza ni elimu. Wamishonari walitumia Kiswahili kuandika, kufundisha, kusoma na katika kazi mbalimbali, hivyo kueneza Kiswahili. Natumai unaelewa maenezi ya Kiswahili na maana gani. Kiswahili kilienea kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Na pia katika mada hii tutaangalia sababu zilizochangia kuenea kwa Kiswahili kabla ya uhuru, sababu zilizochangia kuenea kwa Kiswahili baada ya uhuru. Changamoto za maenezi ya Kiswahili kabla ya uhuru na changamoto za maenezi ya Kiswahili baada ya uhuru. Kwa hivyo sasa tumeanza na kabla ya uhuru. Mambo yaliyochangia maenezi. Kwa hivyo jambo la kwanza tumeona kwamba ni elimu. Wamishonari walitumia Kiswahili kuandika, kufundisha, kusoma na katika kazi mbalimbali, hivyo kueneza Kiswahili. Pili, kulikuwa na vyombo vya habari. Wakati wa ukoloni, magazeti mengi yaliandikwa kwa lugha ya Kiswahili kutetea haki za Waafrika, hivyo kuchangia maenezi ya Kiswahili. Mada hii ni mada nyepesi sana, hata haihitaji mwalimu kukufunza ili kuweza kuelewa. Tatu, kuna biashara. Waarabu walikuja kufanya biashara katika pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo waliwasiliana na wenyeji wa pwani ya Afrika Mashariki kwa kutumia Kiswahili. Hoja ya nne, kuna harakati za kisiasa, kwamba vyama vya kisiasa vilivyopigania uhuru vilitumia lugha ya Kiswahili kuwaleta watu pamoja, hivyo kukieneza. Kumbuka Kiswahili kilikuwa ndio lugha ambayo ilikuwa imeenea sana na ilikuwa na wazungumzaji wengi, kwa hivyo ilikuwa inatumika kama chombo cha kuunganisha wananchi katika harakati za kupigania uhuru. Hoja ya tano inasema, dini. Wakristo na Waislamu walitumia Kiswahili kueneza dini zao, hivyo kukieneza Kiswahili. Dini. Wakristo na Waislamu walikuwa wanatumia Kiswahili katika kueneza dini zao. Sita, utawala wa kikoloni. Watawala walitumia lugha ya Kiswahili kuendeleza shughuli zao kwa sababu Kiswahili kilikuwa kimeenea sana kutokana na biashara. Wanajeshi wa kikoloni walitumia Kiswahili. Saba, walowezi. Walowezi ni settlers. Walowezi baada ya kufika Kenya walipata wamishonari washaanza kutumia Kiswahili. Walowezi hawakutaka Waafrika wakifahamu Kiingereza, hivyo walitumia Kiswahili na kikaenea. Kuna sababu za kihistoria ambazo zinaeleza kwa nini walowezi hawakutaka Waafrika waweze kukifahamu Kiingereza. Kwa hivyo waliendelea kukitumia Kiswahili. Na sababu ni kwamba walipofika walipata kwamba Kiswahili kishaenea, kwamba wamishonari walikuwa tayari washaeneza Kiswahili. Kwa hivyo ikawa ni rahisi kwao. Kuna utafiti. Watu kama vile Kraft, na tumai unamjua huyu ni nani kutokana na historia, walifanya utafiti katika lugha ya Kiswahili hata kukiandika katika maandishi, hivyo kukieneza. 9, kuna hisia za uzalendo. Watu wengi waliwasiliana kwa lugha ya Kiswahili, hivyo kuchangia katika maenezi yake. 10, kuna machapisho. Vitabu, magazeti na majarida yalichapishwa kwa lugha ya Kiswahili, hivyo kuchangia maenezi yake. Na 11, nyimbo. Kabla ya uhuru, baadhi ya nyimbo ziliimbwa katika lugha ya Kiswahili, hivyo kuchangia maenezi yake.